tunatakiwa kusafisha maeneo yetu. Sasa makazi bora kama haya, leo tuko hapa kwenye nyumba ya wahudumu wa afya, madaktari na wahudumu wengine. Ni nyumba nzuri, serikali imewekeza fedha nyingi sana hapa. Lakini wajibu wetu ni kutunza makazi haya. Na ndio maana serikali ilielekeza wizara hii iendelee kusimamia ujenzi wa majengo ya serikali na ya wafanyakazi wote wanaohudumu katika sekta mbalimbali. Kwa hiyo leo tumekuja kusafisha hapa, ni wajibu wa wale wanaoishi kwenye jumba hili zuri ambalo serikali imewekeza fedha nyingi sana kutimiza wajibu wao wa kuishi katika mazingira yaliyo safi na salama. Niwashukuru wote walioungana nasi leo kusafisha kwenye eneo hili, na tunatarajia libaki kuwa safi kama ambavyo leo tutaliacha. Lakini pia upande wa pili tuna hospitali yetu. Nako pia tunahitaji kutunza mazingira ya jengo lile. Maana eneo la hospitali wananchi wanakuja kufuata tiba. Isiwe wananchi wanakuja kutafuta magonjwa ndani ya maeneo yetu. Kwa hiyo tuhimizane wasimamizi, madaktari dhamana hospitali kufanya usafi kwenye mazingira yetu haya. Lakini sisi wengine, jamii kwa jumla, kila mmoja anapoishi, anapofanya kazi, tuna wajibu huo. Nitumie nafasi hii kuhimiza sana Baraza la Manispaa Kati na Baraza la Mji Kusini kutimiza jukumu lao la msingi la kusimamia masuala ya usafi ndani ya mkoa wetu. Mkoa wa Kusini Unguja ni miongoni mwa mikoa eneo kubwa la ardhi ambalo huko nyuma tulikuwa tunajivunia kwamba tumelihifadhi, na ile ardhi yetu ya akiba ilikuwa inaonekana kwenye uakiba wake. Lakini sasa uvamizi umekuwa mwingi. Hivi sasa tuna migogoro ambayo haina sababu. Watu wanauza ardhi ovyo. Na ndio maana kuna ujenzi holela kila pahala. Lakini pia watu wanajenga pasipo kufuata vibali. Na tunapoona mtu anajenga bila kibali, manake tayari keshakiuka hizo taratibu za awali. Kwa hiyo niwaombe sana na nitumie nafasi hii kuasa masheha, tutimize wajibu wetu wa kuwa wasimamizi namba moja wa ardhi. Tutoe mashirikiano, tutoe taarifa kwa wenzetu Kamisheni ya Ardhi na wizara kiujumla juu ya matumizi sahihi ya ardhi, na wale wanaokiuka tuweze kuwatolea taarifa mapema. Tumesema tufanye zoezi hili la usafi wa mazingira na kupanda miti kwa sababu tunaona kwanza ardhi yetu inazidi kuteketea. Inazidi kuteketea na tunaona kwamba katika maeneo mengine ambayo kwa karibu na ukanda wa bahari, maji ya bahari yanakula ardhi na inakuwa ardhi inapotea. Tatizo tulokuwa nalo ni kwamba kama nchi yetu kama visiwa tuna ardhi ndogo, na tukiangalia kwamba population kila siku ya Zanzibar inaongezeka. Hivi sasa tuna karibu watu 1,800,000 na kitu. Na inatabiriwa kwamba itakapofika mwaka 2050 tutakuwa mara 2 ya population tuliokuwa nayo sasa hivi. Kwa hiyo tunaona kwamba idadi ya watu inaongezeka, lakini ardhi ndo ile ile tuliokuwa nayo haiongezeki. Kwa hiyo inabidi tuweze kuituza ardhi yetu ili iweze kusaidia na vizazi vyetu vijavyo. Kama ni wadau wakuu wa masuala usafi, na tutalisimamia hili ili kuhakikisha maeneo yote yanakuwa safi, na tutasimamia katika swala zima la upandaji wa miti. Hii miti yote tutaisimamia na tutahakikisha kwamba inakuwa katika hali ambayo inayotakiwa. Nikiwa na mimi naibu sheha katika zoni yangu, inabidi na mimi nikaitoe hii elimu na tushikiane na wananchi ili kupanda miti na kuondosha migogoro ya ardhi isitokee. Kwani nchi yetu kama unavyoona mpaka tunakuwa tunashajishana hivi kufika, kuna umuhimu mkubwa sana wa upandaji wa miti. Kwa hivyo na ushauri wangu kwamba wananchi waitunze ardhi yetu iliyokuwepo, kwa sababu ardhi haiongezeki, lakini watu ndio tunaoongezeka. Kwa hivyo lazima tuitunze ardhi yetu ili kuona kwamba tunaweza kuitumia katika harakati mbalimbali za mahitaji yetu ya kila siku katika maisha yetu, na kuwarithisha vizazi vijavyo vinavyokuja ili nao waweze kuitumia kama tulivyokuwa tumeanza kuitumia sisi kwa muda wetu ambao Mungu katujalia.